Hello guys, how are you? So it's Sabrina Wangeshi again today. So guys, I have so much to talk about, but before I go to your DMs and all that, I want to talk about something. Ili jambo limekuwa likinikera, alianza jana wala juzi. Mambo ya judgments, Waswahili tuacheni mambo ya judgments, wacha kunijudge. Ati sijui Uislamu, sijui nini. Wewe kana Uislamu wako, wewe achana na mimi na imani yangu na dini yangu venye tutapelekana. Si upumbavu paka unanitajia venye sijui ndugu yangu alikufa, sijui mimi nianze kufikiria. Wewe mpumbavu nini? Hata mitume si walikufa. Mbona waja wa Mungu bado wanazini, wanafanya maasi yote, mbona bado wanafanya? Kwa hivyo usitaje mambo ya watu walokufa. Mimi usinitajie ndugu yangu hata awe mfano kwangu. Ndugu yangu aliuliwa, mimi unaniambia hakutangulia kwa kutaka kwake. Sawa, siku zake zimefika, but sababu ilikuwa ni if you want to talk about it, unajua mtu kama wewe huwa umetumwa, watu kama nyinyi huwa mmetumwa. You guys, si kwamba I'm talking about the religion. I'm not talking about the religion. I'm talking about the stupid people who use religion to fucking talk about people. You know, ukiwa na jambo wataka kunitukana ama wataka kunikemea ama wataka kuniambia kitu, wewe jitokeze tu kifua kama venye mimi ujitokeza kifua tu. Na nikaongea mtu na nikamalizana na yeye. Si ati story unaanza sasa kubit around the bush, unaleta story ya dini, unaleta story ya geography, unaleta story sijui ya nini. Mambo gani hayo? Mtu ukitaka kuniambia kitu wewe niambie tu direct. Na sitaki kukusikiza, ni lazima. Eti video zangu za YouTube ni dhambi. Ni dhambi wewe in the first place. What are you doing on YouTube? Wewe unafanya nini YouTube? Hiyo time uko YouTube si ungekuwa basi huko ukisaidia wamama wazee ama ukifanya anything else. People talk about religion like you have to oppress other people. Don't oppress me. I will do how I want and what suits me. If it doesn't suit you, basi usije kunizika. Maana hakuna kitu kingine ambacho unanifanyia cha zaidi. Pengine ni hiyo nikifa tu ndio uje unizike. Usinizike. Kama Muislamu ni wewe peke yako, usinizike. Sijui kama wanielewa. If you are the only Muslim in this whole world, ambaye mimi mwili wangu, maiti yangu inangojea wewe unizike, basi usinizike. Niache nioze hapo barabarani, nikuliwe na wanyama, nikuliwe na wadudu. Hapo barabarani tayari. Otherwise, si ati kila saa tunatupia na judgment. Uislamu gani? Uislamu gani basi? Uislamu mbona hatusaidiani? Nyinyi mnajua zile shida mimi napitia. Mko hapa mnaniambia mimi brotherly advice. Mnajua shida zenye mimi napitia kama mwanamke, kama msichana. Mnajua hizi shida nilianza kuzipitia lini? Mnajua maisha yangu yalipoanzia? Ama mnaona nafanya tu kwa sababu napenda kufanya, napenda tu kukaa mbele hii kamera nianze kuongea kama mpumbavu? Kama wewe uone video zangu ziko na faida kwa watu wengine. Kama wewe unaona video zangu ni za matusi, si lazima uangalie. Nani alikwambia usubscribe? If my content doesn't suit you, do not subscribe. Si lazima uangalie. Mwanzo wewe mtu wa Mungu sana mwenye utaenda peponi, mimi naenda motoni. Wewe unafanya nini kwa YouTube? Wakati YouTube anything can pop up. Anaweza tokea kama mtu hapo kameanza kutoa, utatokea mtu mwingine ameonyesha matiti. Unafanya nini kwa YouTube? Since wewe ni mtu wa Mungu sana, that minute you took to open my YouTube and start typing, where did you get that minute? Or my Instagram or whatever. Ngalieni, me I don't give a fuck. Me I've been getting these critics. Kwanza sijui mimi sijaanza jana wala juzi. Mwanzo wacheni nitawapostia pia ma flashbacks zangu. Sijaanza jana wala juzi. Ni kitambo. I've been getting these people, these buggers. I don't care. I don't fucking care. Hakuna mtu anajua shida zangu. Mbona hampati wabohora huko nje wanateseka, ama wakatoliki mnapata wasichana wao wanateseka, wanaishishiaje aje? Mara sijui wamego through divorce. Mbona hampati? Those communities are strong.
Ni sisi Waswahili ambao tunadidimizana tu. Hakuna venye tunasaidiana. Hakuna. Tena when I talk about Waislamu bandia, I'm not talking about the whole people. Kuna wale bandia sisi Waswahili sisi. Wenye kujifanya watu wa Mungu sana. Tani kero. Ni waongo. Ni waongo. Ni waongo. Mimi I have proof. Wangapi hapa maustazi wangapi hapa wanashtakiwa kwa kubaka watoto wa kiume? Mambo mangapi hapa yanafanyika hapa? Wakubwa. Mambo mangapi yanafanyika? Lakini haionekani. Sabrina yuko mtandaoni ndo anaonekana. That's the whole point. For me to onekana. That's the whole point. What's the point? If it's not that, what's the point? So kama wewe pia umeniona, umeninotice, that's a good thing. And me I don't care. Hautanifundisha venye nitapeleka imani yangu. Imani yangu nitaipeleka venye mimi nataka. Ndio maana mkapata hizi mambo za divorce rates ziko kubwa huku Uswahilini, alafu unapata msichana akikuwa divorce ndio huyo ameingia rodi kupiga umalaya. Hivyo ndo kunaendanga. Wacheni tuweke tu live. Hii issue ilikuwa tackled sijui na channel gani, sijui ni Citizen, sijui ni nini. Watu wakaanza kuongea ni families, ni nini. People don't support each other. Mnachukua watoto wadogo wawili mnaenda mnawaozesha. Hawana mbele hawana nyuma. Mnacheza harusi hapo jikubwa, vishindo, fujo, balaa. Kuonyeshana majirani hapo walisema hata olewa. Msichana atoka kwao enda kwa bwana hawana hata chakula Msichana hawezi vumilia. Bwana hawezi vumilia. Watu wanaachana. Baada hata wasapotiane. Mbona communities za Wabohora, communities za Wasomali, mbona wanasapotiana? Unapata mtu ameachwa lakini bado anasapotiwa na family na marafiki wako na community. Msichana akiachwa anakuwa taken care of. Mbona Waswahili hawana hiyo? Mswahili muulize sasa, ushaharibikiwa kuwakae wa kuseme, hiyo wanajua. Hiyo number 1, they know that they can do. Ama wangoje mtoto wa watu ashaharibikiwa, ashapotea, wakae waongee sasa venye huyu mtu ataenda kuchomwa. Nyinyi mshafika huko motoni mkaona huo moto? Hata mkaona jina la Sabrina limeandikwa hapo motoni? Malaya wenyewe alienda peponi na shekhe kwa kumnyima mbwa maji akaenda wapi? Shekhe na swala zake 5. Sawa heshima ni ya bure. Sisi Waswahili community hatuna maendeleo. Wacheni nisiwadanganye. Sisi kazi yetu ni kukaa, kusemana, umemwona huyu amefanya hivi, umemwona Sabrina ajifanya hana lolote, hana hata gari. Sina gari mimi, kwani lazima niwe na gari? Kazi ngojeeka mtandaoni. Najiweka mtandaoni bundle la kwako. Bundle la kwako jamani. Simu ya kwako. Naofanya mimi eti sijui ukifa sijui nikifa si ni basi sitakuwa nimeisha, mtabaki kuangalia video zangu mkicheka. Kwa hivyo mkiangalia video zangu mimi kule nazidi kuchomwa. Hizo ni siasa. Tena siasa porojo. Hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo wale watu waliokufa tukiangalia album mapicha zao wanazidi kuchomwa huko penye wako. Mimi nitachomwa, kama nitachomwa ni amali yangu, na kama nitaenda peponi najua niko na amali yangu. Mimi I know I do good deed. Na msinifundishe imani yangu. Sasa nyinyi ndio mmekuwa ni Mungu jamani Waswahili. Waswahili nyinyi ni Mungu. Paka mjue huyu anaenda peponi, wewe unaenda motoni, utaenda motoni, wewe ubaki huko motoni, sijui utafanyika nini. Wewe ni Mungu Waswahili. Hii Uswahili tutaacha lini jamani? Basi tufanyeni hata vyama basi tusapotianeni. Huyu Sabrina hizi mambo anafanya huku mtandaoni, pengine hana pesa ya kulisha jamii yake. Niko na watoto 2. Niko na mayatima pia nalea, which I am the sole guardian. Basi huyu Sabrina, hii usherati anafanya huku, basi tuchangeni tumpatieni kibiashara. Sasa akishindwa na ile biashara ndo tutapata mdomo wa kumsema na kumtukana, hata kunipiga mtakuwa na mdomo wa kunipiga.
kwa sababu mmenifanyia kitu mimi niache usherati. But sijaacha usherati. Na biashara siwezi. Mshawahi kunifanyia kitu kama hiyo? Hamjawahi. Mnaongea nini? Mnajua chenye mimi najikulisha? Mimi nimekuwa nikijikulisha since I was fucking 17 years old. I've been fending for my fucking self. And right now I'm fending for a whole bunch of people. So men with their dicks can't tell me shit. Mnakaa hapa mnaulizana mbona siwezi kuolewa, mbona siwezi kana mwanamume. It takes a soldier to fucking be with me. I have burden. I have burden. Niko na midomo hii inanisubiri mimi. Niko na mimi mwenyewe. Mwanamume gani atachukua mzigo kama huu? Yataka mwanamume mwenye makonde yake, alopindana kakita, ndo anieze mimi na mizigo yangu yote. Ni wapumbavu nini? Ni wapumbavu nini lakini? Yaani mkae tu muone huyu mpumbavu, huyu mjinga kwa hapa mtandaoni anajiuza. Nyinyi mnafikiria mimi najiuza mtandaoni? Mimi nikijiuza my friend sitakuwa venye niko sasa na hizi shida mingi. Mimi niko na shida mingi. Wacheni niwaambie mimi nina shida nyingi sana. Na kama muamini mimi nina shida nyingi sana, nendeni shule za watoto wangu zenye wanasoma. Ndio mtajua mimi nina shida nyingi sana. Mimi ni wapumbavu. Mimi ni mrembo. Mimi ni mrembo, si wadanganyi. And I know and I am very confident. I am beautiful. And I know I am very, very, sijui nitahitaji kama ni sexy ama ni sexual kama ni nini. If I am to be a hoe, trust me, my vagina will make me fly to places. And I am not joking today. I am very serious. I am very beautiful. And if I am to be a hoe, trust me, nitakuwa mbali sana. Sitakuwa na hizi shida vidogo. For a nigga to come and fucking judge me because I'm here fucking doing these videos, ananiona mimi sina time, mimi niko na ujinga mwingi. Ushawahi kujiuliza hata penye mimi ufanya hizi videos ni wapi? Ushawahi kujiuliza? Ama uko tu hapo kuniambia nikumbuke tu venye ndugu yangu alitangulia kwa hivyo na mimi nitakufa? Yaani umeona mfano wa kuniambia mimi wa kukufa ni ndugu yangu tu? Ujui niko na mababu wenye walikufa? Ujui kuna mtume wetu alikufa? Ujui kuna mitume wengine pia wengi msafara walikufa? Ujui Adam mtu wa kwanza kwa dunia pia alikufa? Hey. Wewe unanipatia mfano wa ndugu yangu kukufa? Wewe hata ni mjinga. Hata I've given you so much airtime. But wacheni niwaambie Waswahili, let us burst these bubbles we are living in. They are not worth it. These bubbles tunaishi ndani yake, they are not worth it. Kabisa. Kwa sababu hakuna maendeleo. Trust me, mimi nimekuwa Malindi, nimekuwa na Waswahili, mimi ni Mswahili, but hakuna growth. The shit people used to do back then is the shit that they still do right now. Some shit I can't even do anymore. I'm embarrassed. Vitu zingine mimi siwezi fanya siku hizi. Vitu zingine kama kwenda club Monday to Monday mimi siwezi fanya siku hizi. I'm too tired for that. As a matter of fact, you should have seen me yesterday at the club. No makeup, rubbers. Yani nimekaka mtu fulani tu kamorio fulani. Ikifika saa 8 nimechoka paka nimelala kwa kiti, nimetegemea kuna vitu fulani siwezi fanya. Guys, let's burst these bubbles. Tuendeleeni tu mbele kidogo. Si story. Sabrina amepita hapa na mtu fulani. Sabrina ako kwa mtandao. Ili bundle si lako. Hii miguu nikipita na mtu fulani si yako jamani. Simu niache tu basi nifanye, nikimaliza niende nichomwe.
Nyinyi mtanipita tu hapo mkiwa mnaenda zenu huko peponi, mimi niacheni tu hapo motoni. Si nyinyi ndio mshaniandikia hivyo. Basi niacheni mimi kama ni nyinyi mmeniandikia nimekubali. Basi kama si nyinyi wenye kuandika, nyinyi wapumbavu. Nyinyi ni wapumbavu. Uswahili tutaacha lini jamani? Yaani mtu anaishi maisha yake lakini bado mpaka tumchokore fulani hivi. Yaani mtu umekaa tu ukaona wacha nimpe maneno ya faida. Basi ukitaka kuniambia, kuna watu uniambia mimi hapa ufanya mambo mingi. Mimi nishapost paka nudes. Anga mimi hata nikipost nudes inaeleweka. Sabrina ni chizi tayari. Kwa hivyo si la ajabu sana akipiga picha bila nguo. Kuna mahijabi, mnajua mahijabi? Kuna mahijabi pia hapa wako na manudes. Mtu mtandio wake 24 hours. Just because they are doing it differently doesn't mean they are not doing it. They are still doing it. So jamaa, hizi judgment, mbona hatuwezi kuwa kama communities zingine jamani? Waswahili, Mswahili hata ukiwa na biashara yako basi ile kukusupport, aona kama iwakutajirisha. Aona kama atakujengea, sijui atakufanyia nini. Mswahili ukinenepa kidogo mbala kwake. Ukifanya hivi ni balaa. Yaani hawana jema. Mswahili mixture mbaya sana, mbaya. Lakini angalia, kama nyinyi Waswahili, hata mimi ni Mswahili. Mupo. Kama ni Uswahili hapa ndo kwao. Msione ati sijui uwindi sijui nini navua kila kitu mimi. Wazimu wangu ukipanda kama baikoko navua kila kitu na baki ya Mswahili twaenda. Ati kwa sasa story mtu mkosa mfano wa kunipa, mimi wanipa mfano huu. Umetamba na moto. Angalia sasa ndo sikuheshimu kabisa. Kuna watu mimi hapa unipa advice nyingi sana. Mtu ananiita kando kwa inbox ananiambia sister, angalia si fresh hivyo nini. Naambia sawa, haina shida. Basi video yenyewe imezua fracas ni video gani? Video mimi na Arab Cake. Ile tukiongea kuhusu sponsors. Hebu niambieni ile video ina uchafu gani ama ina makosa gani makubwa sana ile video? Wakati hapa niko na video zingine mimi naongea paka kusumboro na kuma na mkundu na mavuzi na matiti na matako. Sasa ile ndo video ya mtu kwenda sasa kuicriticize. Mpaka yani naambiwa hiyo video ni mbaya sana. Jamaa. Hebu kama ni mavuzi ni marefu tu yasuke. Maana sasa inakera. Kama uko interested kujua maisha yangu chenye mimi nafanya, unaweza nifuata tu niulize, dada wewe, mbona hatukuelewi unafanya nini? Japo sitakufungukia sana vile, but I will give you one too. And trust me, I have books. I have records. Mimi siwezi kuambia ati mimi nafanya sijui nini, nafanya nini na hakuna records. Mimi niko na records, niko na vitabu vangu, vitu zenye mimi nafanya. Kwa hivyo msione ati mtu tu yuko mtandaoni basi mnaona yeye huyu ni kujiuza tayari, kuuza kuma tayari. You are misleaded. Let's burst these bubbles we are living in, please. And stop using this religion. This religion has gone through so much for you people to keep using this religion in your rumors and your gossiping and your criticizing and your kutukana other people and your judgments. You're using this religion. Munaeka hii religion mbele, munaanza kuitumia kujudge watu. It's not right. This religion has been through so much bana. For you people to start using religion to criticize one person. You want to criticize me, niite kando.
Sabrina, hata si maumbile hayo unayowafanya. Sio ati mambo na dini. Mimi huwezi niambia chochote cha kuhusu dini. Na kama nikufa, siku zangu zikifika mimi nitakufa tu. Hakuna venye naweza fanya, siku zangu zikifika mimi nafa. Na trust me you. Hakuna anayekosa kumzika. Nitazikwa bado. Kuzikwa, nitazikwa. Sijui mwanaelewa. If you are too good, you are too religious to bury me, trust me. Kuna watu hawataniacha mimi. Bali nyinyi wale mtakuja mle mpunga kwenye mazishi yangu mseme hauna chumvi. Nyama hazikuwa za kutosha. Nyinyi hata pia msikuje. Si lazima na tupo huko kwa bahari nikuliwe na papa. I belong to the ocean. Kama nyinyi tu ndio watu mmebaki hapo, cause mtakuwa mnanizika hivi na kabisa mmeanza kunichoma tayari. Mnanizika na mnanichoma. Mnanizika na mnanitafuna nyama. Unajua kutafuna nyama? Kutafuna nyama ni unamfanyia mtu jambo zuri na bado unamkula, unamsema. Hiyo ndio inaitwa kutafuna nyama. Si vizurini jamani Waswahili, tujirekebishe. Hatuendi kokote. You are very slow, you are very behind. Mmenisinya Waswahili. Mmenisinya ndugu zangu. Hakuna maendeleo, ni kusemana tu. Mwanzo mnapenda sana watoto wenzenu wakiharibika. Linawafurahisha sana. Lakini jua mwenzenu akinyolewa na chenu kitieni maji. Yako mambo mengi sana yanaendelea hata makwenu, tumenyamaza tu. Mtu gani aweza kusimama na mimi aniambia Sabrina wewe ni malaya, Sabrina wewe unajiuza mtandaoni, ambao kwao hakuna hata mtu mmoja ni malaya? Family gani haina malaya hata mmoja? Tafakari ya babu hiyo. I am out and done. Subscribe, comment, like. And if you have maneno ya faida ya kuniambia mimi, please usiniambie maneno yako ya faida. Kuniambia venye kesho nitakufa, venye kesho nitaenda kuchomwa. Don't tell me. I know. I am aware. I am aware. Nimesoma dini. I am aware. And me being aware kwamba nitachomwa, that means I am very aware of Toba. So don't tell me. I am aware. So guys, please subscribe, like, comment, anything. I love you guys so much and I appreciate you so much, but some things just fucking hurt. Some things are very fucking painful, you know? Vitu zingine hata si vitu za kuongea, unataka kunirekebisha, nirekebishe vizuri, but si uanze kupoke in old wounds, you know? Cause mimi kama ni kuongea, me I can talk. Hey, anyway, thank you guys. I love you all.